majina, lakini majina ni Anthony Mwaura Mwangi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana apewe sifa. Tuseme ninashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Ni wiki ya kwanza katika mwaka wa 2026 na ninamshukuru Bwana kwa sababu ya kuwa hapa mbele zenu. Bwana apewe sifa. Ili nikaweze kushukuru Mungu kwa kunifikisha, kwa sababu ninajua ni wengi waliokuwa wamepangia hii mwaka, wakapangia kuruka mwaka na hawakuruka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tukiwa hapa katika mwaka wa 2026 tunastahili kuambia Mungu ni asante kwa sababu ya kufanya tuingie katika huo mwaka na tuone, na tena tukiri kwamba huu mwaka tutaumalizia. Bwana apewe sifa. Sio kuona peke yake, bali tunastahili tukiri kwamba kwa sababu ya imani tutamalizia huu mwaka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ili tukaweze kushuhudia matendo ya Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tuambie kwa huu mwaka, tuambie magonjwa bye bye. Bwana apewe sifa. Tuambie shida bye bye. Bwana apewe sifa. Kwa sababu huu ni mwaka, mimi ninaamini kwamba ni mwaka ambaye Mungu atatubariki. Bwana apewe sifa. Kuna wimbo unasema nini kwenda? Nini kwenda nayo menyage nigenaga unoniwe tando niujikagawega na ukanyega higosione iyosyakwa iliadeaga maima yajuaga onaguo shakweruba sione nowe oheaga moyo nako newebaheire niwe ugilagakwe ugithegia hinya waku igĩtigara thakame omũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Bwana apewe sifa. Hiyo ni wimbo wa kushukuru Bwana, na huo ni wimbo ambao una maombi ndani yake. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kula kwangu, kuvaa kwangu ni Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sio kwa sababu ya bidii yako, ati kwamba wewe unaenda kazini ama wewe umefuga mbuzi ama kondoo ama ng'ombe. Bwana apewe sifa. Ama kwamba wewe una biashara. Sio kwa sababu ya hiyo. Bwana apewe sifa. Bali kula kwako, kuvaa kwako inakuwa ni Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu na ndio mwimbaji anasema, ukiondosha nguvu zako, ukiondosha mkono wako, mimi siwezi kuishi hata dakika moja. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo tunastahili tujue, ati mambo yote ambayo tunayo ama ambayo tunatarajia, yote ni Mungu. Bwana apewe sifa. Na ndio huo mwimbaji akaimba akasema, mkono wake ndio huwa unamlinda usiku na mchana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri tukumbuke hivyo, na kwa huu mwaka tukumbuke kujipeana kwa Mungu sana. Bwana apewe sifa. Ninashukuru Brother Mwaura asubuhi, kwa wale hawakuwako, kuna mambo alikuwa anaongea na Brother Mwaura, I'm very happy of you.
kwa sababu it was timely, kwa sababu alikuwa anaongea juu sijui kama fika haraka pale nilikuwa naandika, kwa sababu kama vile msemaji amesema tuwe tunabeba Biblia na hata notebook inakuwa nzuri sana. Bwana pesa. Nimefika hapo haraka. Bwana pesa. Leo asubuhi niliona mama mzee kabisa pale kwa Santi hapo, alikuwa anatoa pesa. Na sijui nafikiri hiyo pesa alikuwa anapeleka kanisani, kwa sababu alipotoa pesa aliomba kiti, akakaa chini, akaitisha kalamu. Nikataka kuona kweli huyu mama kweli kalamu ameitisha ya nini? Na mama akaanza amelipeleka mbali hivi, lakini akaanza kuandika. Mimi nikashangaa huyu. Bwana pesa. Hii ndio miaka tunataka, na hii ndio ulinzi tunataka na kwa Bwana pesa, kwa sababu huyo mama alikuwa mzee na bado anaweza kuandika na bado anajipeleka kanisani. Bwana pesa. Haleluya. Na ndio maana nikawaambia wakati wa mkesha hapa, vile Biblia inasema kwamba mimi nitakuwa nikipaa kama nini? Deli. Bwana pesa. Haleluya. Wengine mjizaze vile leito nilioboka kataki. Haleluya. Nilika katia. Haleluya. Nitatembea lakini sitafanya nini? Lakini mimi hiyo kitu ambayo inanishangaza ni moja. Bwana ape sifa. Hiyo ni Isaya alisema, na tunamuona mtu anaitwa Joshua naye akisema kwamba nikaeleza wakati wa kesha. Nikaeleza Joshua akisema wakati tulipotumwa na Musa ilikuwa miaka ngapi? 40. Bwana ape sifa. Na wakati sasa Yoshua alikuwa anashuhudia alikuwa na miaka ngapi? 80. Bwana ape sifa. Lakini alikuwa anasema kama vile nilipokuwa nimetumwa na Musa nikiwa miaka 40, hata wakati huu ninaye miaka 80 bado ninaweza tenda kazi kama vile nilivyokuwa wakati wa ujana wangu nikiwa miaka 40. Bwana ape sifa. Haleluya. Na hiyo inaonyesha nini wateule? Hivyo ndivyo tunavyostahili. Tunastahili kusema hata kama mimi nina miaka, haleluya, Bwana ape sifa, lakini bado kutenda kazi kwangu ndani ya nyumba ya Bwana nitatenda kama ule ujana wangu nilivyokuwa ninatenda. Bwana ape sifa. Haleluya. Bwana ape sifa. Na nikawaambia kwamba wimbo unasema utile mukuru utogasamania, utile mukuru utogasamania. No haleluya, no haleluya, no haleluya, utogasamania. No haleluya, no haleluya, no haleluya, kutugasamania. Huko juu mbinguni hakuna mzee. Haleluya. Na hata hapa duniani hakufai kuwa mzee aliye ndani ya Yesu. Haleluya. Nimesikika vizuri? Kama huko juu mbinguni hakuna mzee, hata hapa duniani hakuna mzee ambaye yuko ndani ya Yesu. Bwana ape sifa. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Bwana ametufanya kuwa vijana sisi. Haleluya. Roho wa Bwana, kuna sheria ya Roho ambayo imetutia huru na tumekuwa vijana sisi. Bwana ape sifa. Haleluya. Kwa hivyo huna kitu chochote cha kusema. Nimeshukuru Chiaridi imesema ulichukua nduthi. Bwana ape sifa. Haleluya. Ukaja. Ni vizuri tuwe na bidii hiyo katika huu mwaka, katika jina la Yesu. Bwana ape sifa. Kwa sababu brother Mona wakati alikuwa sio ile ambayo nataka kuhubiri, lakini nikuguzia kidogo kwa sababu hata mkuu wako alikuwa anasoma Biblia asubuhi katika Yeremia 29 mstari wa 13. Bwana ape sifa. Ambayo inasema if you seek him with all your heart you'll find him. Ukimtafuta nini? Kwa roho zenu zote. Kwa hivyo
kwa Mungu ni lazima utie bidii. Bwana apewe sifa. Sio kwamba uliokoka sasa ukae hivyo. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa Mungu ni lazima kuwe na bidii ambayo tutatia. Bidii ya kusoma neno la Bwana, bidii ya kufanya kazi ya Bwana na bidii ya kuomba. Bwana apewe sifa. Na kama kuna bidii ya kutenda, ya kusoma na ya kuomba neno la Mungu kama vile nimesema, wewe hata kama huu mwaka tunasema ni wa baraka, wewe ni baraka. Utaona watu wakitoa ushuhuda vile wamebarikiwa, lakini wewe utaona hutatoa baraka. Kwa nini? Kwa sababu huna bidii. Bwana apewe sifa. Na katika kazi ambazo tunafanya, hata kama mashamba ambazo tunalima, huwezi kuniambia kwamba wewe utakosa kutia bidii kwa kazi ambayo unafanya, shamba, biashara, ama kule umeajiriwa kazi, na kuwe kwamba wewe utafaulu katika maisha. Bwana apewe sifa. Huwezi. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni lazima tutie bidii katika kazi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu alikuwa anaguzia mambo ya maombi, na akasema kwamba ni lazima ni review ya vile tulisomeshwa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu nilisikia hiyo mahubiri nzuri sana. Kwa sababu nikiwa nimekaa, hata wewe ukiwa umekaa hapo, ni lazima unasikia kweli kuna kitu katika hiyo mahubiri, kuna kitu katika hiyo nyimbo. Bwana apewe sifa. Kuna kitu katika hiyo kusifu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukisikia kuna kitu, ni lazima wale ambao hawakuja, kwa sababu najua wote hawakuja, ni lazima kuwarudishia, kurudi tena nyuma na kuambia vile ilikuwa. Bwana apewe sifa. Na tukaambiwa kwamba ni lazima tuwe na njaa ya neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Tuwe na njaa ya neno la Bwana. Wewe ukiwa na njaa ya chakula, wewe utafuta chakula kwa bidii, kwa sababu unahisi njaa, ili ukaweze kula, ili ukaweze kushiba. Nalo neno la Bwana, ili uliweze kulifahamu, ni lazima uwe na njaa na neno hilo. Bwana apewe sifa. Huwezi kuwa huna njaa na neno la Bwana na ile kwamba unaweza hata kusimama hapa kusema kitu ambazo kitasikika na watu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ukiwa unataka kusimama katika umati uambie vile Bwana, ama ukashuhudia Bwana, ni lazima na wewe uwe ni mtu ambaye ana njaa ya kufahamu neno. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na nikawaambia katika kitabu cha Hosea 4:6, Biblia inasema my people perish because of lack of knowledge. Watu wangu huangamia kwa sababu ya kutokujua neno. Kwa kutokujua neno. Bwana apewe sifa. Ndio maana tunaangamia. Kwa hivyo ni vizuri, ili tukaweze kuwa na hiyo njaa ya kutaka kufahamu na kujua vile neno la Mungu lilivyo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna Lukewarm, sijui unajua Lukewarm ni nini? Lukewarm ni mudusho timohoro na tike timohi. Bwana apewe sifa. Na kuna watu katika kanisa la Bwana ambao wamekaa hivi, huwezi kujua huyu ni Mkristo, kwa sababu wakati mwingine anafanana kama Mkristo, na wakati mwingine tena ukimwangalia anafanana sio Mkristo. Bwana apewe sifa. Hao ni watu wanakaa lukewarm, sio moto wala sio nini, baridi. Na Biblia inasema you either be hot or cold, or else I will spit you out of my mouth. Bwana apewe sifa. Either uwe moto ama baridi, ama sivyo nitakutema utoke kinywani mwangu. Bwana apewe sifa. Huyu ni Mungu anasema in the book of Revelation. Hallelujah. Kwa hiyo tusiwe watu ambaye hawajulikani. Either tuamue ni kuwa baridi, ama tuamue ni kuwa nini? Moto.
Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo na kati ya yale mambo sasa nawaambia, kati ya yale mambo ambayo tuliambiwa asubuhi, Bwana apewe sifa. Na tukaambiwa kama ungetaka kuwa mtumwa ama disciple of Christ, unastahili kuwa serious. Unastahili kuwa mtu ambaye ana bidii na kazi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Ili ukue mtumwa mzuri wa Bwana. Haleluya. Na kitu kama commitment to the word of God. Commitment ni nini na Kiswahili? Kikuliwekea keo. Ama jitihada ama kujitahidi. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunafai kujitahidi katika neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Na tutake hilo neno liwe dhahiri katika maisha yetu. Bwana apewe sifa. Hilo neno ambalo tunasema tunalisoma liwe dhahiri katika maisha yetu. We be a reflection of the word. Hallelujah. Ukienda katika kioo kujiangalia, unaona the exact image ambayo imesimama mbele ya kioo. Si ndio? Kama ulikuwa na kosa hali fulani, utaona kwa kioo, kwa hivyo utajifanya nini? Utajitengeneza. That one, because the image ambayo iko mbele ya kioo is the original image na ina reflect pale vile ilivyo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo neno la Bwana likiingia ndani yetu liwe dhahiri ndani ya maisha yetu, kwa sababu neno la Bwana hubadilisha. Hallelujah. Na akiwa neno halitukabadilisha, ujue kuna shida na wewe, lakini sio neno. Neno haliwezi kuwa na shida. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ujue kile kitakuwa na shida kati ya wewe na neno ni wewe, kwa sababu neno ni la Mungu. Bwana apewe sifa. Na ina uwezo na nguvu wa kuokoa na kudumisha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tuwe reflection ya neno ambalo liko ndani yetu. Na katika maisha tunayekaa, Bwana apewe sifa. Kwa sababu tunaambiwa Christianity is supposed to be a lifestyle. Bwana apewe sifa. Christianity sio kitu ya kushika leo siku hii na kesho nakaa hivi. Christianity ni kitu ambaye inakaa kuwa maisha yako. Vile unaishi maisha yako. Unajua katika maisha ni lazima ukule, lazima ukunywe, ni lazima ulale. Bwana apewe sifa. Sio ni maisha. Kuna mtu ambaye anakaa bila kula, kunywa na kulala na kuoga na kuvaa, kwa sababu that one is lifestyle. Kwa hiyo Christianity naye tunaambiwa kwamba ni lazima iwe lifestyle. Uliokoka basi uliingia katika huo ufalme. Sasa ni kuishi, kutenda mambo ya huo ufalme. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ili tukaweze kuwa wanafunzi wema wa Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Katika kitabu cha Yohana, kwa sababu ikiwa lifestyle ni lazima nasi tukubali kukua. Bwana apewe sifa. Nilikuwa napita katika kitabu cha Wakorintho, sio Yohana, Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 13. Wakorintho wa kwanza nafikiri nadhani tuko hapo. Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 11. Bwana apewe sifa. Huyo ni Paulo aliyekuwa anaongea katika kanisa ya Wakorintho. Bwana apewe sifa. Amen. Na kuna kitu ambayo mimi wakati mwingine huwa nataka nikienda pale nasoma vitu. Bwana apewe sifa. Hata nikiwa katika kanisa, na hata wewe, hiyo ni kitu kizuri, ni desturi nzuri sana. Ukienda pale, just try and run.
unaona watu wanaongeaje, wanakaaje. Bwana apewe sifa. Hata katika kanisa wakati wale unakuja, hata ukikuja mtu mgeni aongee, hata ama mhubiri mwingine akuje mgeni, jaribu kushika maneno. Bwana apewe sifa. Ukienda kanisa mgeni, jaribu you try and capture. Bwana apewe sifa. Paulo alikuwa ananena juu ya Wakristo sisi. Katika mstari wa 11 Paulo anasema hivi. 11. Nilipokuwa mtoto mchanga, nilisema kama mtoto mchanga. Bwana apewe sifa. Nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiria kama mtoto mchanga. Bwana apewe sifa. Huyo ni Paul anaongea, na anaongea mambo ambayo sisi wenyewe tunajua, lakini anapoongea anaongelesha nini? Anaongelesha kanisa la Bwana. Bwana apewe sifa. Sababu hapo mbele alikuwa ameeleza juu ya upendo, na akaambia vile upendo ulivyo, na akafika katika huo mstari, na sasa anasema wakati alipokuwa mchanga, kwa sababu kuna wakati tulikuwa sisi, hata sisi ni watoto kama hawa. Bwana apewe sifa. Na tunajua dhahiri ya kwamba wakati tulipokuwa kama hawa watoto, kuongea kwetu tulikuwa tunaongea kama watoto. Bwana apewe sifa. Hata fikira zetu, mafikiria ya mtoto anafikiria kama nani? Kama mtoto. Na ikitokea mtoto aanze kufikiria kama mtu mzima, itakuwa hapo kuna shida. Bwana apewe sifa. Ikitokea mtoto awe katika utoto na aanze kutenda mambo ya mtu mzima, unakuwa hata wewe unashindwa nini inaendelea, kwa sababu huyu anafaa kuwa na mawazo na mafikiria ya mtoto, hata kuongea na kutenda kama mtoto. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunajua yale ambayo Paulo anasema ni ukweli mtupu. Haleluya. Amen. Lakini sasa yale Paulo anasema mambo sasa katika ufalme wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Kwa sababu tunajua wakati tulipoingia katika ufalme wa Bwana tulizaliwa tena. Kwa hivyo kama tulizaliwa tena katika huo ufalme, inaonyesha kwamba kuzaliwa na kuanza kukua. Sasa hapa ndio Paulo ananena kwamba juu ya vile ambavyo sisi tulivyokuwa watoto wa kiroho tulikuwa. Na Paulo amesema kwamba nilipokuwa mtoto mchanga, nilisema kama mtoto mchanga, nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiria kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeadhabitisha mambo ya kitoto. Hiyo jina nafikiri ni kuacha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Paulo anasema alipokuwa mtoto, kuna wakati ilifika akawa mtu mzima. Bwana apewe sifa. Na alipokuwa mtu mzima, mambo yale yote ambayo ni ya kitoto aliyekuwa anayafanya aliacha, kwa sababu amekuwa mtu mzima. Bwana apewe sifa. Tunajua hata katika kabila zetu za Kibantu nyingi, hasa Wakikuyu, Waluya, Wakisii. Bwana apewe sifa. Na hata wengine wako Uganda kama Baganda, huko wote au ambao ni Wabantu, wanakuwa na mambo kama huu muhula ambayo umeisha, wanakuwa mambo ya kutairisha vijana. Bwana apewe sifa, si ndio? Na wakati kijana anapotahiri, kuna mtu ambaye anamsimamisha sasa kumwambia kwamba sasa ujue hiki kitendo kimefanywa ili wewe ujue sasa umefika kiwango kingine. Bwana apewe sifa. Haleluya. Umekuwa sasa mtu nini? Mtu mzima.
Haleluya. Na tunaona baba yetu wa imani wakati walipopelekana na Mungu, baba yetu wa imani anaitwa nani? Ibrahim. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ibrahim kuna wakati alipofika kiwango ili sasa ahadi zote ambazo alizokuwa ameahidiwa na Bwana ili zikaweze kutimia, Mungu alimwambia sasa wewe ni lazima utaii. Bwana apewe sifa. Ili uache mambo yale ulikuwa naye ya kitoto. Bwana apewe sifa. Ujue sasa mnatembea na Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na katika Ukristo, katika ufalme wa mbinguni, na ndio Paulo sasa anasema wakati ilipofika akawa mtoto, akawa mtu mzima, aliachana na mambo yote. Bwana apewe sifa. Ilikuwa ya utoto. Ni kwa nini tufike kiwango hicho na sasa tuanze kuwa watu wazima? Bwana apewe sifa. Hebu tuangalie katika kitabu cha Wagalatia. Tuangalie katika kitabu cha Wagalatia. Wagalatia, Galatians. Kitabu cha Wagalatia 4. Tuanze tusome huu mstari wa kwanza. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Bwana apewe sifa. Huyu ni Paul bado anaongea. Ati wakati mrithi, wakati angali yupo mtoto, yeye hana tofauti na nani? Na mtumwa. Bwana apewe sifa. Mtumwa tunajua kitu kimoja, hata akiwa katika boma ya matajiri hana haki. Bwana apewe sifa. Hana haki hata kidogo ya mambo ambayo yako katika hiyo boma, kwa sababu yeye ni mtumwa. Bwana apewe sifa. Na kwa kila kitu ambacho anachokitaka katika hiyo boma ni lazima aende kwa ile ambayo ni msimamishi aombe. Bwana apewe sifa. Kwa sababu yeye hana haki, na akichukua bila kuomba itakuwa sasa huo ni mwizi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Na ndio Paulo anasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Haleluya. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Huyu ni mtoto, lakini ni mtoto amezaliwa katika huu ufalme, lakini ni kwa sababu yeye bado ni mtoto, bado anahesabiwa ama anaonekana yeye bado ni kama mtumwa. Haleluya. Kwa sababu mambo yote yaliyo katika hiyo boma, hata wakiwa ni tajiri kabisa, ni lazima aende kwa yule msimamishi wa hiyo mali, aende akamwambie, na unajua ni yao, ni yake. Bwana apewe sifa. Ninakumbuka wakati Yesu alipokuwa ameongea, kuna ile hadithi inaitwa ya the prodigal son. Yule mtoto aliyeitisha mali yake yote na akaenda akatumia. Bwana apewe sifa. Na neno la Bwana kuna kitu kimoja linatuambia, wakati huyu mtoto alienda na akatumia yote na akafikiria kwa baba yake, wakati aliporudi kwa baba yake kulikuwa na sherehe kubwa sana, kwa sababu huyo mtoto baba yake alimhesabu mtu aliyekufa na amepatikana. Lakini angalia kitu kimoja, ndugu yake alikuwa huko nje shambani akilima. Wakati alipoingia katika boma pale kwa mlangoni, akasikia shangwe katika hiyo boma. Bwana apewe sifa. Na akauliza ni nini kinachoendelea hapa nyumbani, kwa sababu si kuacha kuna kitu kama sherehe inafanyiwa katika boma letu. Bwana apewe sifa. Lakini alipouliziwa akaambiwa, mwana wanyu ule worete, mtoto wenu aliyepotea
amerudi nyumbani na amepatikana, na kwa hivyo baba ameamuru kuwe na sherehe kubwa sana ili ya kushangilia huyu mtoto ambaye alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Bwana pesi. Nataka tushike hapa. Huyu mtoto mkubwa alisikia vibaya sana, na aliposikia vibaya sana hata alikataa kuingia bomani. Na wakati baba yake alipoambiwa yule mtoto mkubwa amekataa kuingia kwa ndani ya boma, aliulizia ni kwa nini, na akaambiwa kitu kimoja. Huyu mtoto akamwambia, baba, kumbuka mimi nimekufanyia kazi miaka hiyo yote, na hakuna wakati wowote ushatoa hata mbuzi kidogo ili mimi nikaweza kusherekea na marafiki zangu. Bwana pesi. Sijui kama tukifika hapo mnajua vile baba alimwambia. Nani msomaji wa Biblia niambie vile baba alisema? Siko kuni yako. Siko kuni yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuwe wasomaji wa Biblia. Kwa sababu baba yake alimwambia, mwanangu, hizi vitu zote unazoziona hapa ni zako. Kwa hivyo hata huna haja mimi ya kuniuliza ni hivi utachukua usherekee na rafiki zako, kwa sababu yote mali ni yako. Kwa hivyo tunaona kitu kimoja, huyu mwanae hata kama alikuwa ameishi hapa katika hii boma, kuna kitu ambaye hakuwa amefahamu. Bwana apewe sifa. Na ni kwa sababu gani hakuwa amefahamu? Kwa sababu tunaona huyu bado alikuwa mtoto. Bwana apewe sifa. Na sasa ikafika wakati, sasa baba akaanza kumwambia, hizi vitu zote unazoziona, haleluya, hizi ni zako. Kwa hiyo wewe una haki ya kuchukua kitu chochote ambacho unachokitaka bila kuja kuniomba mimi ruhusa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Paulo naye anasema hivi, wakati lakini ninasema ya kuwa mliji wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Bwana apewe sifa. Ingawa ni bwana wa yote. Haleluya. Na inaendelea kusema namna gani? Bali yu chini ya mawakili na watunzi hata wakati uliokwisha kuridhiwa na baba. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tumeambiwa kwamba, na sisi sasa ndio tunaambiwa, haleluya, ya kwamba katika huu ufalme wa Mungu, kama tukaendelea kuwa watoto, Bwana apewe sifa, tukaendelea kuwa hatuna haki ya kitu chochote katika huu ufalme. Sijui kama nimesikika vizuri. Na sasa naongea kulingana na maandiko ambayo imeandikwa. Kama tukiendelea kuwa watoto katika ufalme wa Mungu, katika ufahamu wa maneno ambayo na mambo ambayo ni ya Mungu, Bwana apewe sifa, tutaendelea kuwa kama watumwa ndani ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na tunajua kitu kimoja kinanishangaza ni kwamba wakati mimi nilipookoka na Kristo Yesu nikamfanya Bwana wa maisha yangu, Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo mimi nilipata kibali cha urithi ambao uliambiwa katika kitabu cha Mwanzo, baba wetu wa imani anaitwa Ibrahimu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo automatically mimi ninakuwa urithi. Hebu tuangalie kitu kimoja. Unajua, kwa sababu mimi sikuwa nimezaliwa nikiwa Myahudi, si ndio? Wewe uko umezaliwa ukiwa Myahudi. Bwana apewe sifa. Ninataka turudishe mawazo yetu nyuma kwa wale watu ambayo sasa sio kuzalishwa, wanazalishwa na hiyo Uyahudi, bali walizaliwa wakiwa katika Uyahudi. Bwana apewe sifa. Tuangalie Waisraeli pale ambapo Waisraeli wanakaa, wamezingirwa na maadui. Bwana apewe sifa.
Na nakumbuka nikisoma historia, kuna wakati hiyo nchi yote zinazozunguka Waisraeli zilikuwa zimeapa kwamba hii taifa tutaiangamiza. Ilikuwa mwaka I think 1950 something. Wakaapa kwamba hii taifa, na hiyo kitu nilikuwa nasikia kwa documentary, mama mmoja Myahudi akiongea, na alikuwa anaongea vile yeye alijionea na macho yake. Bwana apewe sifa. Na huyo mama alikuwa amesema wakati hao walioposhikana wale wanaosumbuka wote, ndio wakaamua kwamba wataangamiza hili taifa, na wakasema hii taifa hata wajui likuja kutoka wapi, lakini wakasahau kwamba Mundu muravime ni muravime, usio muravime ndagenumeka. Haleluya. Kwa sababu Myahudi alikuwa amebarikiwa na Mungu kutoka hapo mwanzo, na tukisoma kitabu Kutoka Mwanzo 12 nasema Ibrahimu akaambiwa nimekubariki mpaka kizazi chako. Kwa hivyo walipoamua kuwamaliza, ilikuwa nasema naongea 1950 something. Adui walipokusanyika wakuje wapigane, hao Wayahudi waliomba, na kile kilitendeka, hata hao maadui hawakuwa majua. Lakini huyo mama alikuwa anasema kwa YouTube, anasema kwamba yeye alianguka chini akasema sasa ni kuangamia, lakini alipotazama, Bwana pesa, na macho yake aliona malaika. Bwana pesa, macho yake aliona, alikuwa anasema mimi niliona malaika amesimama na upanga kulinda watu wake. Bwana pesa. Kwa hiyo wale waliokuwa wanafikiria wataangamiza, in actual fact hawakuweza. Hallelujah. Bwana pesa. Hawakuweza. Kwa sababu gani? Kama wangemalizwa wakati huo, hii neno lote, the whole scripture, hii neno lote tungetupa kwa moto tuichome, kwa sababu sio la kweli. Bwana pesa. Lakini kwa sababu neno la Mungu ni kweli mtupu huu, Bwana pesa, hata kama mataifa wote wakusanyike kwa sababu yako mteule wa Bwana, hawatakuweza kukuangamiza. Haleluya. Kwa sababu kilicho ndani yako kina nguvu na uwezo kuliko kile kiliko ndani yao maadui. Bwana pesa. Haleluya. Bwana pesa. Kwa hivyo neno tumesikia Paulo akisema namna gani ili tukaweze kuligia ambayo yote ambayo tumeahidiwa, kwa sababu tumeambiwa kwamba kama ni watoto kama, lakini nasema ya kuwa mlivyo wakati wote, iwapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo nilikuwa asubuhi ya leo ama mchana wa leo, kwa sababu sio asubuhi tena, kuja ili niwafungue mawazo yenu, tujifungue mawazo yetu sisi sote, tujue kitu kimoja. Kama tungali tu watoto katika kufahamu neno la Bwana, Bwana apewe sifa, itakuwa tunaishi kama watumwa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Lakini kama tukikubali kukua, Bwana apewe sifa, tutoke katika utoto wa kiroho na tuanze kukua, Bwana apewe sifa. Yale yote ahadi zote ambazo zimeahidiwa mimi na wewe tutazipokea katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu hivyo ndivyo neno linasema. Therefore you are no more a servant but a son. If a son, then heir to God through Christ. Bwana apewe sifa. Huu mstari unasemaje na Kiswahili wa 7? Unasema hivi: kama hivyo wewe si mwana tena, bali umwana. Ndio tena. Kama hivyo wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na kama mwana, basi mrithi kwa Mungu. Bwana apewe sifa.
Haleluya. Kwa hivyo sisi, kwa sababu tumekuwa wana wa Kristo, sisi sio watumwa tena. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo zile baraka zote ambazo ziliahidiwa Ibrahimu, Bwana apewe sifa, zinastahili kuwa zetu, zinastahili kuwa zako. Bwana apewe sifa. Lakini hapa kuna changamoto moja, kwamba sisi wa Kristo hatutaki kukua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mwimbaji akasema, kurai anya papa kamwe mahigane moyo mwenyelia kiro usamyo tugi wa. Haleluya. Sisi nenda hivyo tukue Bwana apewe sifa. Tukunywe maziwa ya nini? Ili tukaweze kufanya nini? Kujua nini? Kukua, ili tukaweze kufanya nini? Mosamyo tubi wa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kama hutaki kukua, Bwana apewe sifa, itakuwa namna gani? Bado utaishi ukiwa mtoto. Bwana apewe sifa. Na ndio maana nimemwambia ni wakati nilipokuwa naanza kwamba kama hutaki kukua kiroho, wewe utakuwa ukiona wengine wanasema wamebarikiwa. Haleluya. Na wewe utabarikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu gani? Huna njaa ya neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Na kama huna njaa ya neno la Bwana, wewe hukui. Sijui wakati sisi wazazi, kwa sababu ni wazazi na tuna watoto, pengine uzae mtoto ambaye unaona huyo mtoto amefikisha miaka 5, 6, 10 na bado hawezi kutembea. Haleluya. Wewe kama mzazi usikiaje? Unaweza sikiaje? Si unaweza sikia huzuni kubwa sana, kwa sababu huyu mtoto wa miaka 10 hata sio kutembea peke yake, anastahili kuwa shuleni akiongea. Na hivyo sasa amefikisha hiyo miaka, hajaenda shuleni, hajui kutembea na hajui kuongea. Bwana apewe sifa. Hiyo itakuwa kuna shida hapo, si ndio? Haleluya. Naye Mungu huwa na shida gani? Husikiaje? Wakati tumeishi katika nyumba ya Bwana, Bwana apewe sifa, ili hali kwamba akitarajia sisi tuwe tumekuwa, bado tuko watoto. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Na najua hata mzazi wako akiona kweli huyu mtu hajafikisha kiwango ambacho sasa ni kuridhiwa, mzazi hawezi kukuridhi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu anajua akikuridhi ukiwa bado una utoto ndani yako, Bwana apewe sifa, mbali utatumia hizo mali na utaangamiza zote. Kama yule mtoto aliyeitisha, unaona, kwa sababu hakuwa amefika kiwango cha kupatiwa, lakini akaenda akadai, lakini hakuwa amefikia hiyo kiwango ya kupatiwa. Alifanya nini? Aliharibu zote na raha na anasa zote za duniani, akawa ameishiwa, akafikiria kurudi kwa Baba. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo na sisi katika huu mwaka, ninaomba Mungu, Bwana apewe sifa, ili tuweze kukua na kuwa na kiwango ambacho kinastahili tuwe wakubiliwa, ambayo yote yapo katika Biblia. Bwana apewe sifa, ili tukaweze kupokea ahadi zote ambazo Mungu alimwahidi pale mwanzo Ibrahimu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Mungu alimwahidi na akamwambia amembariki yeye na vizazi vyake vyote. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sisi tunajua, kwa sababu ya kuamini Yesu Kristo, tumekuwa warithi pamoja na wale waliorithiwa hapo mwanzo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo una kibali, una haki yako. Unajua wale ambao wanajua katiba vizuri, kama wale mawakili ambao wanakuwa katika hii makoti zetu, high court na wapi, kwa sababu wanajua sheria vile inasema, wakati wanaposimama katika ubao
wanazungumza na jaji kulingana na sheria vile imesema, kwa sababu wanajua sheria. Na ndio sisi, kwa sababu hatujui sheria, sisi tunaenda tunapatia huyo wakili kazi ili aende akatutetee, kwa sababu yeye atatumia sheria. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akiona kama jaji anampeleka hivi na kumwambia pana, sheria fulani inasema hivi na hivi, kwa hivyo huyu mteja wangu nastahili mfungulie. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu naye jaji anajua sheria imesema hivyo, unajikuta jaji akisema case dismissed. Haleluya. Bwana apewe sifa. Amen. Na kwa sababu nasi sisi ni haki yetu kuwa warithi. Bwana apewe sifa. Ni haki yako sasa kuwa mrithi wa yale yote ambayo Ibrahimu aliahidiwa. Haleluya. Tunaona condition moja ambayo inafanya wewe mrithi. Condition moja ambayo inafanya wewe mrithi. Bwana apewe sifa. Ni kukua, haleluya, na kuwa kutoka katika utoto wa kiroho na kukomaa. Bwana apewe sifa. Ili tukaweze sasa kujua haki yetu na tukaweze kudai. Bwana apewe sifa. Kile ambacho kitafanya ukomae ni kuwa unajua hili neno, ni kuwa wewe ni muombaji, wewe unajua kuomba. Haleluya. Kuomba sasa isiwe mambo ya kusukumwa. Ati sio kwamba hata sasa tumepita kiwango. Na nilisema wakati wa kesha tukasema kwamba we have come out from the elementary teachings of Christianity, of salvation. Tumetoka hapo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa mimi hata sitifai kuja nikwambie ati wewe unastahili kufunga na uombe kivyako. Ati wewe unastahili hata kuomba. Kama pengine umeshindwa kufunga, ati unaweza kujipatia nafasi ya kuomba. Haleluya. Nilikuwa nasoma mzee mmoja alikuwa anasema yeye katika maisha yake hata hakuwa naomba dakika mingi sana, lakini every day alikuwa anajipatia dakika 30. Na hizo 30 hata wakati mwingine angezivunja mara mbili, 15 asubuhi na 15 jioni, lakini kwamba kila wakati he was meditating, hata akifanya kazi, meditating on the word of God. Bwana pesi. Kwa sababu ni lazima ifike kiwango hiko, wateule, kwamba wewe ni kama neno, ukiongea unaongea neno, ukifikiria unafikiria neno. Bwana pesi. Na ndio Paulo akafika pale fulani akasema, sio mimi anayeishi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Bwana pesi. Na akasema sasa maisha ambayo ninaishi, mimi naishi kwa sababu ya Kristo. Na hiyo ndio inafaa tufike hapo. Na huyo ndio mtu ambaye amekomaa kiroho. Bwana pesi. Ambaye ana haki ya kusimama na kuitisha, ambaye ana haki ya kwenda na kudai, kwa sababu amefika kiwango hiko. Bwana pesi. Kwa hivyo wateule, mwaka huu Bwana pesi, tuondoshe yale yote ambayo wanatufanya kuwa magumu. Mwimbaji akasema ningu yaura niligo yore militu nila hotelu tonya Jerusalemu. Ningu yaura miligo yore, mizigo yote ya nini? Ya dhambi. Ni lazima tuiweke chini na tuanze sasa kuangalia mbele. Haleluya. Kwa imani yetu kuomba na kusali. Bwana apewe sifa. Na kusoma neno la Bwana ili tukajue hata ahadi ambazo ni zetu, kwa sababu ukienda kudai kitu ambacho hakiko tena utapewa. Tunadai kitu ambacho tunajua kiko na ni changu na ni chako. Bwana apewe sifa. Na ukidai namna hiyo, malaika hawana budi kufanya upesi haraka na kwenda kuchukua na kukuletea. Bwana apewe sifa. Katika jina la Yesu. Kwa sababu Biblia ilituambia malaika wake walio hodari, Bwana apewe sifa, hutekeleza sauti ya neno. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukiomba, ukifika kiwango hicho cha kuomba na kuitisha, kwa sababu ni ahadi yako, Bwana
hana budi kupeana ili uletewe katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ninaomba iwe mwaka ya kuomba na kuitisha utukufu wa Bwana ili uwe pamoja nasi. Bwana apewe sifa. Iwe mwaka wa kusoma. Ni vibaya sana hata ukienda uambiwe neno ambayo liko hapa katika kitabu. Okay, hata mimi sijui yote, lakini practically about 25% unafaa kuwa unajua, if not 50%. Hallelujah. Na neno likitajwa, hata kama hujui liko wapi, utajua hiyo ni neno la Bwana. Hallelujah. Hata kama hujui ni vazi gani. Kwa hivyo mtu hawezi kusimama hapo aseme kitu na wewe unaanza kusema na hujui kama anakupotosha. Hallelujah. Nilikuwa naambia ndugu yangu juu wakati wa kesha, zile maneno ambazo ziko katika Warumi 8:1 ambayo inasema kwamba hakuna hukumu kwa wale walio katika Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa sababu sheria ambayo ni uzima, ambayo iko ndani ya Yesu Kristo, imenifanya kuwa huru kutoka katika sheria iliyokuwako ya dhambi na kifo. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kulikuwa na sheria iliyokuwako ambayo ilikuwa sheria ya dhambi na kifo. Bwana apewe sifa. Na ndio maana wale waliotutangulia katika Agano ya Kale hawakuweza kujizuia hata kutenda dhambi. Walikuwa wanatoka kwa sabato yao na wanatenda vile walikuwa wanafanya, kwa sababu bado kulikuwa na sheria ya dhambi na kifo iliyokuwa ndani yao. Lakini tulipookoka na tukaamini Yesu Kristo, akaja na sheria yake kupitia Roho wake Mtakatifu, ambayo ni sheria ya uzima na uhai. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kilicho ndani yako wewe ulioamini ni uzima na uhai, na hakuna mambo ya hukumu na ambayo inaweza kuwa juu ya maisha yako. You are the blessed of the Lord. Hallelujah. Through Christ Jesus. You are the righteousness of the Lord through Christ Jesus. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mtu akijaribu kukuhukumu, mwambie I'm the blessed of the Lord. I'm the righteous of the Lord through Christ Jesus, who enables me. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo sisi ni washindi wateule. Na kwa hivyo na sisi tujibidiishe na tuweke bidii ya kuelewa vile neno linasema. Bwana apewe sifa. Tuweke bidii ya kukua kiroho ili tukawe warithi ambayo watarithi katika ufalme wa Bwana. Bwana apewe sifa. Mungu akubariki. Na ninaachilia baraka za Mungu katika mwaka huu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ninaachilia ushindi wa Bwana ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hivyo ndivyo Mungu aliambia Musa, akawaambia Haruni wakati atakaposimama mbele ya umati wa wana wa Israeli, akaachilie baraka. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Haruni alipewa ofisi ya kuhani mkuu, kwa hivyo alikuwa na uwezo huo wa kuachilia baraka ndani ya maisha ya Waisraeli. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na mimi nikiwa katika hiyo ofisi, ninatangaza ushindi ndani ya maisha yenu katika jina la Yesu. Milango ifunguke katika jina la Yesu. Baraka za Mungu ziwe ndani ya maisha yenu. Msingirwe wakati mnaenda na wakati mnarudi, mkaimbe sifa za Bwana katika jina la Yesu. In Jesus mighty name. Kuna kendo mudhi nyumba ingia baba. Kuna kendo mudhi nyumba ingia baba. Haleluya mudhi nyumba ingia. Winadayo mudhi nyumba ingia. Kiimba hivyo watoto wanaorudi kesho shuleni wakuje. Winadayo mudhi nyumba ingia. Haleluya mudhi